Marekani na matumaini kuwa makubaliano kati ya Washington na Tehran yanaweza kuafikiwa hivi karibuni, lakini swali ni je, hilo litawezekana? Tuanzie Mashariki ya Kati ambapo kundi la Wahuthi nchini Yemeni linaloungwa mkono na Iran limedai kushambulia meli ya mafuta ya Saudi Arabia kwa makombora kadhaa ya balistiki katika bahari ya Shamu. Mashambulizi hayo yanakuja saa chache tu baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa hivi karibuni, la sivyo Iran itakabiliwa na kipigo kikali sana. Kwa mara nyingine tena, maafisa wa Marekani wanazungumzia tena uwezekano wa mafanikio ya kidiplomasia ambayo huenda yakaruhusu kufunguliwa upya kwa njia hiyo muhimu ya maji. Lakini Iran imesema haifanyi mazungumzo na Marekani, bali inazungumza na Omani ili kukubaliana kuhusu jinsi meli zitakavyopita kwa muda kupitia njia hiyo muhimu ya maji. Ripoti zinaashiria kuwa huenda meli zikalazimika kupitia karibu na pwani ya Iran na kuanza kulipa ada ili kutumia njia hiyo. Kwa sasa bandari za Saudi Arabia katika bahari ya Shamu zimekuwa njia mbadala muhimu baada ya Iran kuzuia meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, njia hiyo imezidi kuwa hatari. Siku ya Jumanne, maafisa wa India walisema meli yao ya kibiashara ilishambuliwa karibu na bahari ya Yemeni. Waziri wa uchukuzi wa India alisema watu wote 14 waliokuwa ndani ya meli hiyo waliokolewa. Mhariri wetu wa masuala ya kimataifa Jeremy Bowen sasa anaeleza sababu zinazofanya mgogoro huu kuzua wasiwasi unaoongezeka nchini Saudia. Saudi Arabia ina pwani mbili, upande mmoja kwenye ramani, ule upande wa kulia, yani upande wa mashariki, kuna ghuba. Kwa sasa hawawezi kusafirisha mafuta kutoka hapo kwa njia ya bahari, hivyo wana bomba linalopita katikati ya nchi kuelekea upande wa magharibi, upande wa bahari ya Shamu hadi bandari ya Yanbu, na huko ndiko wamekuwa wakisafirishia mafuta hayo. Hivyo ili kufikia masoko yao makubwa ya Asia, wanasafiri kuelekea kusini kupitia bahari ya Shamu na mlango mwembamba wa bahari wa Bab el Mandab ambao unazuiliwa na Wahuthi. Siku chache zilizopita, ndege isiyo na rubani ilishambulia bandari ya Misri iliyo kwenye njia nyingine ya bahari inayotumiwa na Saudia kusafirisha mafuta yake. Kwa hivyo, njia hizo zote za kujiondoa sasa zinaweza kuwa hatarini kwa upande wa Saudia, na ndio maana wanaunga mkono sana kumalizika kwa vita hivi. Ripoti hiyo inatukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Tusalie katika masuala ya vita. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa makombora iliyonayo ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya angani ni machache mno, yakiwa angalau 30% tu ya yale waliokuwa nayo mwaka jana wakati kama huu. Zelensky alikuwa akizungumza baada ya Urusi kuwaua watu 21 katika mashambulizi nchini Ukraine usiku kucha, katika kile kinachotajwa kuwa moja ya shambulio baya zaidi mjini Kiev mwaka huu. Takriban watu 44 walijeruhiwa. Meya wa Kiev Vitali Klitschko amesema bohari moja limeharibiwa karibu na katikati mwa jiji. Jeshi la anga la Ukraine lilijaribu kudungua makombora kadhaa. Ukraine na Urusi zimeongeza mashambulizi yao ya masafa marefu katika wiki za hivi karibuni, huku zikilenga miundombinu ya kila mmoja. Pia usiku kucha, kituo cha kampuni ya Urusi ya mauzo ya mtandaoni Wildberries katika eneo la Tula kiliteketezwa moto baada ya shambulizi la ndege isiyo na rubani ya Ukraine. Katika siku za hivi karibuni, zaidi ya vituo 10 vya kampuni hiyo vimeharibiwa katika mashambulizi. Mwandishi wa BBC Dan Johnson anaeleza zaidi kutoka Kiev. Jeshi la anga la Ukraine linasema kuwa makombora 28 ya balistiki ya Urusi yaligunduliwa katika mashambulizi yaliyoanza baada ya usiku wa manane. Ving'ora vya mashambulizi ya anga vilisikika, lakini hapakuwa na muda mwingi wa watu kujikinga kwa sababu makombora haya ya masafa marefu yanafika haraka na hawakuweza kuyazuia yote. Haijabainika kama walijaribu na kushindwa au kama hakukuwa na vizuizi vya makombora. Rais Zelensky kwa mara nyingine tena ametaka kuongezeka kwa mifumo ya kuzuia makombora, akisema kuwa ingesaidia kuokoa maisha jana usiku. Aidha, ametoa wito wa kuiwekea Urusi vikwazo vikali zaidi ili kupunguza uwezo wake wa makombora, kwa sababu ilikuwa wazi jana usiku kwamba Urusi bado ina uwezo wa kuleta uharibifu katikati mwa mji mkuu wa Ukraine. Shambulizi hili la hivi punde linajiri huku Umoja wa Mataifa ukisema kuna ongezeko la kutisha la mashambulizi dhidi ya raia, kama anavyoripoti Paul Adams. Huu ni wakati ambapo ndege isiyo na rubani ilikuwa ikimfukuza muuza mboga wa Kiukraini huko Kherson.
Video hiyo ilitumiwa rais wa Ukraine Zelensky na onyo kwamba kile ambacho unakaribia kuona ni cha kusikitisha. Mtu huyo anaitwa Yuri. Anasema alikuwa akitengeneza kibanda chake wakati ndege isiyo na rubani ilipofika na kuanza kumfukuza. Anasema hata alionyesha mboga zake kwa droni ili kuthibitisha kuwa hakukuwa na sababu ya kumshambulia. Ndege hiyo ilipiga gari lake. Yuri alinusurika lakini akabakia na majeraha. Huu ni mmoja tu wa mifano ya wazi zaidi ya kile ambacho raia wa Ukraine wanakiita safari za kibinadamu, ambapo raia na wala si wanajeshi wanafuatiliwa na kushambuliwa na ndege zisizo na rubani zinazorushwa kutoka maeneo ya Urusi. Watu huko Kherson wamekuwa wakiishi na tishio hili tangu jiji hilo kukombolewa mwishoni mwa mwaka 2022. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine amelitaja tukio hilo kama uhalifu wa kivita. Rais Zelensky anasema dunia inahitaji kuona jinsi wanajeshi wa Urusi wanavyofurahia kuwaua watu. Tuelekee barani Afrika sasa, ambapo takriban tembo 15 wamekufa ndani ya kipindi cha mwezi mmoja tu nchini Kenya, katika tukio ambalo wataalamu wanasema si la kawaida. Mamlaka zimesema kuwa dawa ya sianidi inayotumika kwenye mashamba ya kupanda nyanya huenda ikawa ndiyo iliyosababisha vifo hivyo. Hata hivyo, wahifadhi kadhaa wa mazingira wameiambia BBC kuwa maelezo hayo hayatoi taswira kamili ya kile kilichotokea. Ifuatayo ni taarifa ya Thomas Mukwana ikiwasilishwa na Ahmed Bahaj. Tukutahadharishe tu kwamba ripoti hii ina picha ambazo huenda zikakuhuzunisha. Ndege wakizunguka juu ya hifadhi ya taifa ya Amboseli. Kwa mwezi mmoja sasa, maafisa wa hifadhi wamekuwa wakishuhudia hali hii katika eneo linalojulikana kuwa na tembo wingi. Sasa idadi hii ya tembo wanaokufa kwa kasi na tisha, na hakuna anayejua sababu yake. This is the last elephant. Huyu ndiye tembo wa mwisho aliyopatikana na walinzi wa hifadhi hapa takriban wiki moja iliyopita. Ni tembo jike mwenye umri wa miaka 32, na kulingana na takwimu rasmi za huduma ya wanyamapori, tembo 15 wamekufa. Hata hivyo, wakazi wanasema kuwa idadi hiyo huenda ikafikia tembo 22. Mamlaka zinasema kuwa baadhi ya tembo hao walionyesha dalili za kupooza kabla ya kufa ndani ya siku moja au mbili. Karibu wote waliokufa walikuwa tembo wa kike pamoja na ndama wao. Idara ya huduma wa wanyamapori nchini Kenya, iliyo na jukumu la kulinda wanyamapori wote, imeanzisha uchunguzi kuhusu vifo hivyo. Daktari mkuu wa mifugo alituambia kuwa huenda mashamba ya nyanya yaliyo karibu ndiyo yanayosababisha tatizo hili. It could be unintentional. Huenda haikuwa kwa makusudi. Inawezekana watu walikuwa wakijaribu kudhibiti wadudu waharibifu kwenye mazao yao, na huenda hiyo ikawa ndio chanzo. Hicho ndicho tunachojaribu kubaini, iwapo tembo walikula kitu kutoka eneo hilo. Elephants managed to pick from that site. Nadharia ni kwamba viutalifu kama hivi vinaweza kuwa na sianidi, yani kemikali yenye sumu kali kwa tembo na pia kwa binadamu. Shamba hili liko umbali wa dakika chache tu kutoka mahali tulipoona mzoga wa tembo mmoja. Iwapo nadharia hiyo itathibitishwa kuwa ya kweli, itakuwa ni mfano mwingine wa hivi karibuni wa mgogoro kati ya shughuli za binadamu na wanyamapori katika eneo hili. Wakati ndovu zilikuja, mara ya mwisho tembo walipokuja waliharibu kabichi na nyanya. Nilipoteza kabichi zenye thamani ya karibu shilingi 200,000 za Kenya. Hiyo haijumuishi hasara ya nyanya. Nikianza kuhesabu hasara yote, huenda nikaanza kulia. We started filming in 2023 in December. Paula Colombo ni mtaalamu wa uhifadhi wa mazingira anayejulikana duniani kote. Yeye pamoja na wengine wanasema kuwa kuna mengi yaliyofichwa kuhusu suala hili kuliko maelezo yaliyotolewa. Nimewahudumia ndovu kwa zaidi ya miaka 30. Sijawahi kushuhudia idadi kubwa ya ndovu ikifa namna hii, na baadhi ya maelezo yaliyowasilishwa kwa umma hayaeleweki kwa sababu tembo angepaswa kula kiasi kikubwa sana cha nyanya ili sumu hiyo iwaue. Kwa hakika hakuna anayejua chanzo halisi cha vifo hivi, lakini kwa sasa hofu iliyopo kwa tembo waliosalia na binadamu wanaoishi karibu na eneo hili